kelele za adui kwenye maisha yetu. Tunazuia kelele za mwili, tunazuia mifumo ya kipepo isiweze kutusumbua. Bwana Yesu asifiwe. Alafu tunafungua usikivu wa kiroho, tunafungua uelewa wa kiroho, tunafungua nguvu za kiroho. Ndani yako zimo nguvu za Mungu. Amen. Zimo nguvu za nani? Za Mungu. Ila zile nguvu za Mungu niliwahi kukwambia nikasema, kwa nini tunafunga? Kwa nini tunaitafuta nguvu ya Mungu? Nguvu ya Mungu imo ndani yetu. Inahitaji nguvu ya kiroho yenye kuyeyusha. Ezifu ni kama mafuta yaliyoganda. Tunapofunga tunaruhusu moto wa kimungu ndani yetu. Ule moto wa kimungu unaenda kuyeyusha yale mafuta. Sasa yanaanza kutiririka na kufanya mambo kuwa mepesi. Bwana sifiwe sana. Kwa hiyo faida za maombi ya kufunga. Faida ya kwanza kwa mtu anayefunga na kuomba ni utakaso wa kiroho na kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Faida ya kwanza unayoipata kwa kufunga na kuomba ni hali ya utakaso kiroho na hali ya utakaso kimwili. Kitabu cha Nyakati wa Pili mlango wa 7 mstari wa 14. Biblia inasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso, amen, na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Kwa unapofunga, cha kwanza unanyenyekea. Kunyenyekea ni kukubali kuongozeka. Kunyenyekea ni kukubali kutawaliwa na nguvu au utawala fulani. So, tunapokuwa tunafunga, kusudio lake ni kujinyenyekeza, kushuka. Maana Mungu anasema katika kile kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa 5 mstari ule wa 6, anasema nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili apate kuwakweza kwa wakati wake. Alafu anasema mtukeni yeye fadhaa zenu zote, maana yeye anajishughulisha sana na mambo yetu. Kwa maana kwamba tunapofunga tunajinyenyekeza, tunajiweka chini ya mamlaka ya nani? Ya Mungu. Tunajiweka chini ya uwezo mkuu wa Mungu, ili Mungu apate kututumia, ili Mungu apate nafasi ya kutembea na kufanya kazi kupitia sisi. Halo. Kwa hiyo anasema kwenye mstari wa 14 Nyakati wa kwanza, kama ulikuwa unaandika na hiyo Petro wa kwanza mlango wa 5 na mstari ule wa 6 na wa 7, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kuomba. Sio ufunge tu, hakikisha unaomba. Kufunga ni kunyenyekea, kusema Bwana, mimi nguvu zangu hazitoshi, ninakuhitaji. Amen. Unaelewa maana ya kufunga? Ni kwamba mimi kwa uwezo wangu siwezi kuvuka hapa. Yesu, naomba nitie nguvu nivuke. Tuko kwenye maombi yetu, tunataka tubebe mwaka wetu 2026, tusipitie magumu. Tunaandaa nguvu mapema kabla ya wakati wa vita. Tunanoa silaha zetu kabla ya vita kwa njia ya kuomba na kufunga na kujifunza neno la nani? La Mungu. Kwa hiyo unapoomba, maombi ya kufunga ni maombi ya kujinyenyekeza na kutafuta uso wa Mungu. Kutafuta uso wa Mungu manake kupata maelekezo ya kiroho ya nani? Ya Mungu. Ndio maana utaona ni rahisi sana unapofunga kumsikia Mungu. Mtu anayefunga kulielewa neno la Mungu ni rahisi, kwa inafungua ufahamu wa kiroho. Halo, Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kufunga kuna kufungulia. Pia anasema na kuziacha njia mbaya. Kuna mambo huwezi ukayaacha, kuna dhambi huwezi ukaziacha ukiendelea kula ugali. Amen. Dhambi moja wapo ambayo inataka mtu anayeteseka na hiyo dhambi afunge sana ni dhambi ya uzinzi. Amen. Dhambi ya uzinzi sio rahisi kuiacha. Ni mpaka mwili wako pigwe katika ulimwengu wa roho. Zile roho zinazoshikilia, zinazokuletea tamaa, zinazokufanya wake tamaa, zinapokuwa zimepigwa ulimwengu wa roho, ndipo wewe unakuwa huru. Nje na hapo, hata wakuambia ukakae kisiwani, utabaka ni kuku. Umenielewa? Kwa hiyo dhambi hiyo, tunapofunga tunaidhibiti miili yetu. Miili yetu inapodhibitiwa, ndipo nguvu za giza zinashindwa kucontrol maisha yetu. Unapoona mtu anaendelea na Mungu anafanikiwa, kuna mifungo. Amen. Paulo anasema katika kufunga mara nyingi zaidi, naliutesa mwili wangu na usulubisha mwili wangu kwa kunyima chakula, ili nipate kumpata Kristo, nipate nguvu za nini? Za Kristo, nipate mahusiano na nani? Na Kristo. Kwa hiyo unapofunga unafanya utakaso wa nafsi yako, mwili wako na roho yako. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Mfungo unaondoa magonjwa. Mfungo unaondoa sonona za ndani, yaani manunguniko ya kiroho. Kwa unapofunga unajiponya kwa magonjwa mengi ya kiroho na ya kimwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Na anasema basi nitasikia kutoka wapi? Mbinguni, na kuwasamehe dhambi yao. Kwa hiyo hata masikio ya Mungu, unapoacha chakula, unapoacha mambo yako, unapoacha starehe zako, unaruhusu sasa kufunga na kuomba, ulimwengu wa roho, Mungu sikio lake linasikia. Kitu kimoja kinapiga kelele mbele za Mungu ni mwili wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwili wako unapiga kelele kwamba ninanyanyaswa mimi, nisijapewa chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini roho yako inasherekea katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Ndio maana kufunga sio kwamba watu hawapendi, ila mwili unafanya nini? Unagoma. Yesu anasema roho ilazi, lakini mwili ni nini? Sasa ili kuondoa udhaifu wa mwili, lazima uipandishie nguvu roho yako. Roho yako inakuwa na nguvu ya kutawala. Binadamu wote wanatawaliwa ama na mwili ama na roho. Sasa ili uweze kutembea kwa mambo haya ya kiroho, ni lazima roho yako iwe na nini? Na nguvu. Ikiwa na nguvu, ndipo una uwezo mzuri wa kudhibiti mwili wako. Mpaka roho iwe kubwa kuliko mwili, ndipo mwili utakuwa unanyamaza kimya. Lakini kama mwili wako ni mkubwa kuliko roho yako, huwezi ukaweza kushinda dhambi, huwezi ukaweza kumpinga shetani, huwezi ukawaweza wachawi. Kwa kawaida ulimwengu wa roho, kidole hiki unachokiona hapa hiki cha kimwili ni kidogo sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa mtu anayefunga na kuomba, anamtafuta Mungu kwa bidii, hichi kidole akiweka hivi juu ya mtu kina nguvu kuliko kawaida. Sikiliza neno la Bwana. Ndio maana mtu akiwa na nguvu ya Mungu ndani, akiweka mkono juu ya mtu anaanguka chini. Halo? Kinachomwangusha yule mtu ni nguvu yenye mamlaka kuliko ile nguvu iliyokuwa ndani ya yule mtu. Mnanisikia vizuri? Kwa hiyo kufunga kunakuletea utakaso. Utakaso wa kiroho, utakaso wa kimwili, utakaso wa kihisia unaupata kupitia maombi ya kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Utasoma na Danieli 9 mstari wa 4. Kwa nini tunafunga? Kwa sababu tunatafuta utakaso. Tunatafuta usafi wa kiroho. Danieli 9:4. Ninaomba mtu mmoja unapoingia tu kwenye maneno ya Mungu, unashika maiki na kuwa nayo karibu ili kuokoa muda. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Danieli 1:9-4 unafika wakati ambapo unapofunga unafanya utakaso kwenye nafsi yako, kwenye roho yako. Danieli 9 mstari wa 4. Neno la Bwana linasema hivi. Danieli 9 mstari wa 4.
Nikamwomba Bwana Mungu wangu, nikaungama nikisema, e Bwana mkuu, e Bwana Mungu mkuu, mwenye kutisha, ashikaye maagano na rehema kwa wampendao na kuzishika amri zake. Tumefanya dhambi, tumefanya ukaidi, tumetenda maovu, tumeasi hata kuyaacha maagizo yako na hukumu zako, wala hatukusikiliza watumishi wako manabii ambao kwa jina lako walisema, na wafalme wetu na wakuu wetu na baba zetu wote wa nchi. E Bwana, haki ina wewe, kwetu sisi kuna haya ya uso kama hivi leo, kwa kuwa watu wa Yuda na wenyeji wa Yerusalemu, na kwa Waisraeli wote walio karibu na hao walio mbali katika nchi zote ulizowafukuza kwa sababu ya makosa yao walio. Bwana Yesu asifiwe. Haya yalikuwa ni maombi ya Danieli. Anaomba utakaso kwa ajili ya taifa lake, anaomba utakaso kwa ajili ya jamii yake. Na wewe unapaswa kujua kwamba maombi ya kufunga yanakupa faida ya kwanza, ni utakaso wa kiroho. Amen. Ni utakaso huo ndio utakufanya sasa uanze kuona access ya kiroho, ulimwengu wa roho. Unaanza kuona mpenyo wa Mungu kukusikiliza. Faida ya pili unayoipata kwa maombi ya kufunga ni wepesi wa kiroho na kimwili. Kuna wepesi unaanza kupata baada ya kufunga na kuomba. Kitabu cha Isaya mlango ule wa 61 mstari wa 3, lakini pointi tutaanza kusoma kuanzia wa kwanza. Pointi yangu iko mstari wa 3. Lakini tuna wepesi fulani unaupata unapokuwa kwenye maombi ya kufanya nini? Ya kufunga. Isaya 61 mlango wa kwanza hadi ule wa 3, lakini pointi yangu iko mstari wa 3. Amen. Haraka ukae tu, ila wewe unasoma kwa haraka. Twende. Neno la Bwana anasema. Ndio. Anzia mstari wa 3. Anzia 1. Roho ya Bwana Mungu juu yangu. Ndio. Kwa sababu Bwana amenitia mafuta. Ndio. Ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Ndio. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo. Ndio. Kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa. Ndio. Tumia kwenye. Na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Ndio. Mstari wa 2. Kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Na siku ya kisasi cha Mungu wetu. Kuwafariji wote waliao. Ndio. Kuagizia hao waliao katika Sayuni. Ndio. Wapewe taji ya maua badala ya majivu. Ndio. Mafuta ya furaha badala ya maombolezo. Mafuta ya nini? Tena. Mafuta ya furaha badala ya maombolezo. Vazi la sifa badala ya roho nzito. Ndio. Wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana, ili atukuzwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma huu mlango unaenda mlango kitabu cha Luka mtakatifu. Nataka nikwambie kwa nini nimesema mfungo unasababisha wepesi wa kiroho. Luka mtakatifu mlango wa 4. Luka mtakatifu mlango wa 4. Umefika? Luka mtakatifu mlango wa 4 mstari wa 18. Kwa Bwana anasema, ndio. Roho wa Bwana juu yangu. Ndio. Kwa maana amenitia mafuta. Kuwahubiri maskini habari njema. Ndio. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Ndio. Na vipofu kupata kuona tena. Kuacha huru waliosetwa. Ndio. Na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya maombi unayosikia hapa, haya maelekezo haya, ukianzia 4:1 ndio utaelewa maana ya maombi ya kufanya nini? Ya kufunga. Ukisoma 4:1 anasema, na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu akarudi kutoka wapi? Yordani. Akaongozwa na Roho muda wa siku 40 wapi? Akajaribiwa na Ibilisi, na siku hizo alikuwa hali kitu, hata zilipotimia aliona nini?
Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiye mwana wa Mungu, liambie jiwe hili liwe mkate. Yesu akajibu, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu. Akampandisha juu, akamwonyesha miliki zote za dunia kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Basi wewe ukinisujudia ukisujudu mbele yangu yote yatakuwa yako. Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye pekee. Akamwongoza mpaka Yerusalemu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiye mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake wakulinde, na ya kwamba mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akamwambia, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Basi alipomaliza kila jaribu, Ibilisi akamwacha, akaenda zake kwa muda. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho, akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi yote na kando kando. Na Yesu na anasema naye alikuwa akifundisha katika masinagogi na akitukuzwa na watu wote. Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa. Siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, ili asome. Akapewa chuo cha nabii Isaya, akafungua, akatafuta mahali palipoandikwa haya maneno ya kitabu cha Isaya. Sasa ninachotaka kuambia, kuna roho ya wepesi katika kufunga. Kama una maisha ya kiroho yamekuwa ni mazito, unapofunga ule uzito unaondoka kwenye maisha yako. Kama mambo ya ibada kwako ni kitu kigumu, unaona mzigo, ukisema uende kanisani unaendaga kwa sababu tu, ila huoni raha, huoni amani, kuna nguvu ya adui nyuma yako. Unapofunga ile nguvu inapigwa, unapata wepesi, uzito wa kimwili unaondoka. Anasema vazi la sifa badala ya roho nzito. Kuna watu wamekamatwa na roho nzito, hawawezi kufanya mambo kwa wepesi. Roho Mtakatifu akupe neema na faida hii, upate wepesi wa kiroho unapokuwa unafanya unafunga. Kitabu pia, pointi ya 3, faida nyingine ya kufunga ni kupata maono na ndoto na usikivu wa kiroho. Unapokuwa unafunga mara kwa mara, unapata nafasi ya kufunga na kuomba, utaanza kuona maono na ndoto na usikivu wa sauti ya Mungu iko karibu sana. Utaanza kupata usikivu wa kiroho. Kila unapokuwa kwenye mfungo, kuna namna Mungu anaanza kukusemesha. Kuna vitu Mungu anaanza kuvifunua kwenye maisha yako. Kwa hiyo utapata wepesi wa kuona maono na ndoto, lakini pia utapata wepesi pia wa kusikia sauti ya Mungu. Kwa kawaida wewe ni roho, Bwana Yesu asifiwe sana, ila ni roho iliyo ndani ya mwili. Kwa sababu wewe ni roho iliyo ndani ya mwili, mwili unapokuwa na mamlaka unaziba na kuzuia roho iliyo ndani yako isiweze kupokea mambo ya kimungu. Sikia neno la Mungu. Mwili wako kama haufungi na kuomba, unakuwa gereza la roho aliye ndani. Mtu wa ndani ni roho, mtu wa nje ni mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe wa ndani kama hauna chakula cha kiroho, hauna mafundisho, hauna neno la Mungu la peke yako la kujisomea, lakini pia hauna maombi, hauna mifungo, yule mtu wa ndani anafungwa kamba mikono na miguu, anafungwa sauti, anafungwa kila kitu, anakuwa yuko gerezani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na lile gereza ni huo mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunapoutiisha mwili wetu, lengo letu ni kuufanya mwili wetu usiwe gereza la roho yetu. Amen, amen. Unaufanya mwili wako usiwe gereza. Na ukiomba sana kwa kufunga na kuomba, utaanza kuona mwili wako unawekwa gerezani, alafu roho yako inakuwa na utawala. Halo? Lazima tuudhibiti mwili kwa njia ya kufunga na kuomba. Kitabu cha Matendo utaona wenzetu wakina Paulo walipofunga na kuomba ndipo walipopewa na wito.
Roho Mtakatifu akawaambia nitengeeni, kitabu cha Matendo ya Mitume 13 mstari wa 2. Walipofunga ndipo wakamsikia Roho Mtakatifu. Kwa hiyo usikivu wa kiroho unakutegemea sana kwenye eneo la kufunga. Amen. Yafuatayo ni masharti ambayo unatakiwa mtu anayefunga jiepusha. Ukiamua kufunga, unatakiwa ufunge kila kitu. Amen. Wanandoa tupo. Ukiwa kwenye mfungo, ratiba za matendo ya kifamilia zinazuiwa. Amen, amen. Ikiwa na maana ya unapoamua kufunga na kuomba, unafunga kila kitu. Unafunga tendo la ndoa, unafunga chakula, unafunga kila kitu. Sasa iko hivi. Mtu mmoja aliniuliza juzi, akasema hii inakaaje baba? Nikampa maelekezo. Na wewe nikupe maelekezo hapa. Moja, unapofunga hata kama una mke, ni mwanaume, umefunga, hauruhusiwi kushiriki na mke. Kama ni mwanamke, hauruhusiwi kushiriki na mume. Lakini ikiwa mume wako ni mpagani, sikushauri ufanye ratiba ya usiku. So utafunga mchana, utamaliza ratiba zako, usiingilie vitu visivyokuhusu. Kwa hiyo ukifunga mchana, hauruhusiwi kujishirikisha kwenye mambo kama hayo. Ukifunga usiku, hauruhusiwi kujishirikisha kwenye mambo kama hayo. Halo, mmenielewa Mmenielewa Yashike haya, yatakusaidia kwa wale wanandoa ambao wanapitia mambo mbalimbali magumu katika vipindi hivyo. Kwa hiyo unatakiwa ujue, tunafunga kila kitu, tunazuia. Amen. Ukiona usiku huwezi kufunga ile mfungo usiku wa kutokula usiku mpaka asubuhi, funga mchana. Amen. Mmenielewa wanandoa? Shikeni haya, yana msaada wa kiroho. Maana tusipoambia mtaenda kuambiwa na adui. Naomba tusome hilo andiko. Matendo ya Mitume 13:2.